Hiyo tuhakikishe kwamba sayansi yetu hii ifike kwa watumiaji. Wafanye sasa experimentation kwa eneo kubwa, wafanye ukweli wa maisha kwa eneo kubwa zaidi. Kwa hiyo pamoja na zoezi linaloendelea nchi nzima ya kupima afya ya udongo, bado wizara inatoa vifaa vya upimaji wa udongo, soil scanners, kwa halmashauri mbalimbali, na pia kuwajengea uwezo maafisa ugani nchini juu ya matumizi ya skana za kupima afya ya udongo na kanuni bora za kilimo, ili kuwawezesha wakulima kujua afya ya udongo na hivyo kutumia mbolea sahihi na mbinu rafiki za kuhifadhi udongo. Inatarajiwa jitihada hizi zitawezesha kuboreshwa kwa afya ya udongo kote nchini. Kwa hiyo naendelea kusisitiza kwamba mwashirikishe sana, kaeni sana na private sector. Wao kwa sababu biashara yao ni ya kutafuta faida, wanahakikisha kwamba Mzee Msola huyo anahakikisha kwamba Minjingu inatumika leo na hata milele, ili aendelee kupata faida, na ili iweze kutumika anahakikisha ananoa sayansi ya mbolea yake, ili wananchi kila wanapotaka kulima wamkumbuke yeye. In so doing wanatusaidia katika kuboresha sayansi ya udongo. Kwa hiyo muendelee kukaa nao kwa pamoja, kushirikiana kwa pamoja kila wakati, kubadilishana uzoefu na kufanya kazi pamoja katika maeneo mbalimbali huko mashambani kwetu. Kwa hiyo tutaendelea kuhakikisha kwamba tunapata taarifa hizi za afya ya udongo mpaka ngazi ya kijiji, kidijitali kabisa, ili tuweze kuwashauri wananchi aina ya mazao yanayofaa. Hapa tayari sasa aina ya mazao in Tanzania iko kwenye kilimo na ufugaji, lakini kwa nini kwenye typology the land categories katika Tanzania hakuna ardhi ya kilimo, hakuna ardhi ya mifugo? Iko wapi sheria ya ardhi ya mifugo? Iko wapi sheria ya ardhi ya kilimo? Ilindwe, kesho isigeuke kwa kijiji, isije kwa makazi, wala kesho isigeuke kwa pori la akiba au national park. Kwa hiyo na kuagiza mkurugenzi mkuu wa TARI uanze utafiti huu, ushirikiane na wenzetu wa mifugo, tuweze kujua, kuitambua na kuhifadhi na kuilinda ardhi ya kilimo na ardhi ya mifugo kwa sheria, kwamba there won't be any easy advancement of other land use typologies into these lands. Na ndio maana leo tukitaka kukata kipande cha ardhi iliyohifadhiwa, lazima mamlaka kuu itoe kibali, kwa sababu inalindwa kisheria, si ndio? Naomba kwanza niwaombe wote kwa namna pekee ushirikiano huu mliouonyesha leo muendelee kuuonyesha, ili huko mbele tuweze kushirikiana pamoja kuendeleza gurudumu la hifadhi ya udongo. Kwa namna pekee tumeweza kufufua maabara zetu za GIS, ambazo kimsingi maabara za GIS ndio chanzo cha namna ya kubadilishana taarifa za udongo, ambapo ramani zote zinatoka katika maeneo haya. Miaka ya nyuma wakikumbuka wote, Profesa Msola na wengine, tulikuwa tukitaka kuchora ramani zetu za udongo, tunaenda Mlingano, tunaenda Naliendele, tunaenda Ukiriguru. Baadaye tulitetereka, lakini napenda kutoa taarifa kwamba maabara zetu hizo 3 tumezifufua na sasa zinafanya kazi, na tunaendelea tuweze kufufua maabara zetu 2 za mwisho ya Uyole na Seliani, ili baadaye tuweze kuziunganisha na maabara yetu kuu ya Mtumba, ambayo taarifa zote sasa za udongo tutakuwa tunazipata. Kwa hiyo tutaomba pia uendelee kutupa sapoti kama ulivyotupa katika maeneo hayo. Lakini pia tumeboresha maabara zetu za udongo, na tunaomba tuendelee kupata msaada wa kuboresha maabara ndogo katika vituo vyetu, ili kazi za awali ziweze kuwa zinafanyika, ambao tumeona kwamba udongo ndio msingi wa maisha yetu sote, na sisi kama Wizara ya Mifugo ni watumiaji wakuu wa udongo, kwa sababu tunategemea udongo kwa ajili ya kulima malisho yetu, kwa ajili ya mifugo yetu. Mifugo yetu haiwezi kuwa na lishe bora, haiwezi kusurvive kama hatuna malisho ya kutosha, na hatuna sehemu nyingine ambayo tunaweza tukapata malisho isipokuwa
kuyapanda kwenye ardhi ambayo ni udongo. Kwa hiyo sisi kama watumiaji wa udongo tunapenda kuahidi kwamba tutaendelea kuweka mikakati mizuri pamoja na mipango mizuri ili kuhakikisha kwamba katika ufugaji wetu tunafanya ufugaji wenye tija na hatuharibu afya ya udongo, ili sasa tuweze kuwa na uendelevu katika uzalishaji wetu wa mifugo, lakini pia tuweze kuwa na ardhi nzuri na yenye rutuba. Kwa kweli mimi naishukuru sana serikali yetu, imefanya jambo jema sana, hasa kwa kuleta hizi mashine za kupima udongo. Unajua sasa zimesambazwa kuanzia wilaya zote, kuna mashine za kupima udongo na zinaenda mpaka kwenye kata. Hii itamsaidia kumfanya mkulima asipate hasara. Sababu mkulima zamani alikuwa anaweza kama kulima kunde hapa. Kumbe eneo hilo alifanya kulima kunde. Akaanza kuchukia kilimo. Kilimo gani unalima unapata hasara na nini? Lakini hii kupima vya udongo itasaidia sana kujua nifanye nini wakati gani na sehemu gani. Kwa hiyo inamsaidia na mkulima, na sisi tunashukuru sana serikali iendelee kutuongezea, maana kilimo siku hizi nasema ni science. Ukiwa na science nzuri kwenye kilimo basi utafaulu na utazalisha vya kutosha. Hicho ndio tunakitaka sisi wakulima, kwa sababu kitatupa mavuno ya kutosha, tuweza kukuza kiuchumi personal, lakini hata na kitaifa pia.